mama yangu, nchi yetu haitafika salama. Kizazi kijacho kitalaniwa mama yangu. Mungu, Mwenyezi Mungu mhukumu wa haki yupo, na imeandikwa kwamba auaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Madam tu serikali yangu mtatumia njia tu ya kuwaua watu wanaopiga kelele, wanaolia juu ya dhuluma na uonesi, nchi yetu itapitia hali ngumu. Naomba tuwasikilize hawa watu, tusitumie njia tena hii ya kutekana, ya kuuana. Tunakoelekea wapi jamani? Nchi yetu tunaelekea wapi? Naomba viongozi wangu, serikali ya Rais Samia, naomba sana viongozi wangu, hebu njoni tusemezane, tuangalie ipi njia iliyo bora, ipi njia iliyo njema. Maandiko yasema kwamba simameni mtazame mapito ya zamani, wapi njia iliyo njema. Lakini hii sio njia ya kuuana, kutekana, hii sio njia. Rais wangu, naomba sana viongozi, tutumie njia nyingine, machozi ya watu wanaolia, damu za watu zinazomwagika hizi, lazima asipokuwepo mtu akupiga kelele juu ya haya, nchi yetu itapitia hali ngumu sana. Hiki ambacho kimefanyika kwa mtoto wa mbarikiwa Helbert Mlelwa, naomba sana serikali yangu ya Tanzania na kwa mama yangu Samia kwamba mngekaa chini, njoni tukae chini, njoni tuangalie njia iliyo bora ni ipi. Tuangalie njia iliyo bora, tusiende tu hii ya chuma ya kutumia majeshi, kutumia polisi kumkamata mtu ambaye anajaribu kutoa hisia zake juu ya watu wanaolia, juu ya watu wanaotekwa, wanaoumia. Hizi damu za watu zinazomwagika hizi hazitakuwa bure juu ya taifa hili. Yani hizi damu za watu na machozi ya watu wanaolia, serikali yangu ya Rais Samia, naomba sana hazitakuwa bure hizi damu za watu. Ni heri mungewasikiliza hawa watu. Mchungaji Helbert, pengine kwa kosa lake lipi ambalo imefika hatua mmemkamata, kwa kosa lipi? Pengine kwa kumtetea Tundu Lissu vile ambavyo mlimkamata kama mfungwa fulani, kama mjambazi fulani, kumsafirisha mpaka Dar es Salaam kule, au pengine ile clip aliyotoa akipinga mtazamo wa taifa kwamba nchi ya Tanzania eti itambuliwe kwa muziki wa singeli, ambao kwa sehemu kubwa muziki wa singeli ni muziki wa malaya. Watu wanacheza wako uchi, watu wanacheza wako uchi wa mnyama kabisa. Huo ndio muziki ambao tutambuliwe taifa la Tanzania. Si kwamba amuoni jamani mwahamasisha watu zinaa, watu waichukulie zinaa ni kama sitarehe fulani. Biblia inasema kwamba azinia na mwanamke hana akili kabisa. Mahali pengi ambapo nchi iliendekeza mambo ya zinaa ililaniwa, nchi hiyo ilipitia hali ngumu, vifo na hatari na majanga yaliongezeka. Hasa zinaa tukihamasisha kwa njia ya wimbo au muziki wa singeli, huoni kwamba tunaendelea kuharibu, tunaendelea kumkosea Mungu? Hauoni kwamba nchi yetu itapitia mateso, itapitia hali ngumu? Hauoni kwamba unatengeneza kizazi chetu hiki kilichopo kiharibike jamani, au kijana kwamba kiharibike? Hiyo clip aliongea hivyo, nami nasema kwamba muziki wa singeli hauna maadili. Hauna maadili rais wangu, hauna maadili viongozi wangu wa Tanzania. Muziki wa singeli jamani hauna maadili kabisa, hauna maadili. Utahamasisha watu tuzini, na kwenye zinaa, fahamu zinaa ndio ambao ilipelekea hata wakati wa Sodoma Mwenyezi Mungu aliilani miji ya Sodoma sababu ya zinaa. Hasa muziki wa singeli ni muziki ambao watu wanacheza wako uchi, vigodoro wako uchi, wanazini peupe. Alipinga muziki wa kijua una madhara moja kwa moja pengine kwa klipu hizo, lakini serikali yangu mkae chini mfikiri hivi, paka mtu anatumia lugha ngumu kama hizo kwa lengo baya hivi kana anawachukia? Hapana, sio kuwachukia. Biblia inasema kwamba amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Isaya 1:10 anasema kwamba haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mtikubali na kutii, mtakula mema ya nchi,
bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Nami naomba sana kwamba serikali yangu ya Rais Samia, naomba sana viongozi wangu kwamba hebu fikeni hatua, mkae chini jamani, mfikiri hivi, kwa nini hawa watu wanapiga kelele? Mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile anapiga kelele na mchungaji Yolam Changala anapiga kelele juu ya yote yanayoendeshwa kwenye serikali, kwamba haya hayana maana hivi. Ifike hatua jamani, mkae chini nje, muongee na hawa watu kwamba kwa nini hivi mnatumia njia hii, kwa nini mnaongea kwa sura kama hii ya kutekana. Mtu anaongea anakemea job fulani, mnamteka. Hiyo njia ya kusuluhisha jamani. Naomba sana serikali yangu Rais Samia, na kuomba ifike hatua, mama, kaa chini, wasikilize hawa watu, kwa sababu ukijitafutia mazingira rais wangu, kwamba usifiwe tu na watu, yani kile kinachoendelea kionekane ndio kizuri, usifiwe tu. Mama yangu, nchi yetu haitafika salama, kizazi kijacho kitalaniwa. Mama yangu, Mungu Mwenyezi Mungu mhukumu wa haki yupo, na imeandikwa kwamba auaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Ale madam tu serikali yangu mtatumia njia tu ya kuwaua watu wanaopiga kelele, wanaolia juu ya dhuluma na uonesi, nchi yetu tutapitia hali ngumu. Naomba tuwasikilize hawa watu, tusitumie njia tena hii ya kutekana, ya kuuana. Tunakoelekea wapi jamani? Nchi yetu tunaelekea wapi? Naomba viongozi wangu, serikali ya Rais Samia, naomba sana viongozi wangu, hebu njoni tusemezane, tuangalie ipi njia iliyo bora, ipi njia iliyo njema. Maandiko yasema kwamba simameni mkaitazame mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema. Lakini hii sio njia ya kuuana, kutekana, hii sio njia rais wangu. Naomba sana viongozi, tutumie njia nyingine. Machozi ya watu wanaolia, damu za watu zinazomwagika hizi, lazima asipokuwepo mtu wa kupiga kelele juu ya haya, nchi yetu tapitia hali ngumu sana. Magonjwa na taabu na majanga na vifo vitaongezeka kama asipokuwepo mtu wa kuyaongea haya kwa uchungu. Leo utekaji, watu wanauawa. Rais wangu, naomba Rais Samia, naomba tutumie njia nyingine. Hii sio njia salama, haiwezi kutufikisha salama. Hebu tuwasikilize watu wa Mungu hawa wanaopiga kelele. Hawana nia mbaya kabisa, na wanawapenda sana, na wanawaombea sana. Biblia inasema kwamba amkemeaye mwenzake chuma unoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Usitafute rais wangu kuwa na genge la watu ambao wanakupongeza tu. Nchi yetu haitafika salama, watakupoteza. Kwa hiyo hao wanaopiga kelele, hawa wanaokemea, hawa tu wasikilize. Hao ndio marafiki wa kweli. Sababu rafiki wa kweli ni yule ambaye atakapomuona nyoka kwa nyumbani kwako, atachukua fimbo na kumpiga yule nyoka. Hivyo mtu wa Mungu kabisa, hawa kina Helbert na mchungaji Mbarikiwa na wengine wengi ambao wanaongea, mama yangu, najua hawana hila kabisa, hawana hila. Naomba sana, naomba tutumie njia nyingine. Serikali yangu ya Tanzania, hii ni kwa ajili ya Tanzania kesho, ili Mungu aibariki nchi hii. Lazima tuhakikishe uovu tunatumia njia kubwa kuudhibiti, sio kukumbatia uovu. Moto haukumbatii, moto ukiukumbatia utakuunguza tu. Acha nishie hapo. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani, anasema kwamba itengenezeni nchi ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mungu mhukumu haki yuaja, naye atampa mtu sawa na matendo yake. Amen.